Ni simulizi ya bibi wa miaka 74. Simulizi ya bibi ambaye ana watoto 9. Bibi mjane ambaye ameugua kwa zaidi ya miaka 20. Sasa ardhi aliyoachiwa na marehemu mume wake inachukuliwa kwa nguvu, huku kijana wake aliyekuwa akiishi katika eneo hili akibomolewa nyumba yake. Karibu mtazamaji katika makala hii inayoangazia mgogoro wa ardhi kati ya bibi wa miaka 74 na ndugu wa marehemu mume wake katika kata ya Malula, wilaya ya Arumeru, mkoani Arusha. Hapa ni Arumeru. Ndeshukurwa akiendelea na kazi zake za nyumbani. Bibi huyu anamiliki eneo la ekari 6 katika kata ya Malula, shamba ambalo mume wake Ezekia Isanja alipata kama urithi kutoka kwa baba yake. Mimi eneo hili ambalo hii nyumba imebomolewa ni eneo la mume wangu, tulipewa na baba mkwe wangu Elia Long'oso Isanja mwaka 1980. Eneo hili tumekuwa nalo kuanzia mwaka huu, na mwaka 1987 ilitokea mchungaji mmoja wa kanisa la Pentekoste akataka aweke banda la kumwabudia Mungu kwa muda mfupi, lakini pia baada ya kutaka kuliweka akaona kuna usumbufu kidogo, kwamba watu wanasema tumeuza, aliachana nalo. Baada ya kifo cha mumewe, Ndeshukurwa aliugua kwa muda mrefu. Jambo hili lilifanya ndugu upande wa mumewe kuona kuwa ametelekeza shamba na kuanza juhudi za kulichukua. Lakini kwa miaka yote hapajawahi kuwa na kesi mahakamani hadi mwaka 2020. Mwaka huo ndio Ndeshukurwa alikamatwa baada ya kuingia katika shamba lake kwa minajili ya kulima. Aliyeagiza kukamatwa na baadaye kufungwa kesi ni baba mkwe wake mdogo anayejulikana kwa jina la Malaki Isanja, ambaye alisema Ndeshukurwa amevamia eneo lake. Tumekuja shambani kulima, vijana walikuja kulima, na mimi wakaambiwa kwamba lile eneo tayari lilishauzwa. Basi nikaja. Nani aliwaambia kwamba eneo limeuzwa? Waliambiwa na mzee Malaki Long'oso ambaye ni baba mkwe wangu mdogo. Basi na mimi nikawaambia, kwa sababu nilikuwa mgonjwa, nikawaambia wajitahidi kunileta huku shambani, kwa sababu mimi ndiye najua kwamba hapo nyuma kuna mchungaji kweli aliazima aweke hapo banda la kuabudia kwa muda mfupi, lakini pia hakuweka, na eneo liko mikononi mwetu muda wote. Basi tulipolima, mzee Malaki Long'oso alinishtaki na akaniweka lock up kwa kesi ya jinai, na ile kesi ilienda mahakama ya mwanzo, na kule mahakama ya mwanzo Mungu alisaidia nikashinda, nikashauriwa kufungua mirathi kwa sababu ilikuwa ni uonevu, kwa vile hajachaguliwa msimamizi wa mirathi.
Mwaka huo huo, Ndeshukurwa alifungua kesi katika baraza la ardhi la kata ya Malula. Kesi ya kutambua kama alikuwa na haki ya kumiliki urithi wa mume wake. Baada ya kusikiliza ushahidi, baraza la ardhi liliamua kuwa eneo hilo ni mali yake halali. Pia nilimshtaki yule mzee baraza la kata la ardhi, na ile kesi pia nayo nilishinda, ni hiyo 2020. Na ile kesi, lile eneo nilikabidhiwa rasmi tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka huo wa 2020. Baada ya hapo walikata rufani, lakini ile rufani yake ilifutiliwa mbali. Kesi iliyoamuliwa katika mahakama ya wilaya Arumeru ilimtaka Ndeshukurwa pamoja na familia yake kuamua ni nani msimamizi wa mali za marehemu mume wake. Familia ya Ndeshukurwa ilipokaa, iliamua Ndeshukurwa kuwa msimamizi wa mirathi ya mume wake. Baada ya hapo, wazee walipokaa, walinichagua pia kuwa msimamizi wa mirathi. Hatua hii ilikuwa muhimu ili kupata uhalali wa umiliki wa ardhi hiyo. Baada ya hatua hii, Ndeshukurwa aliwasilisha taarifa za vikao vya familia ngazi ya kata na baadaye nyaraka zake kusainiwa na mahakama. Baada ya kufuata taratibu zote za kisheria, Ndeshukurwa aligawa mali za marehemu mume wake kwa watoto wake 9. Wa ardhi ya Malula waligawiwa watoto 6, ambapo mmoja wao ni Elisha. Eneo hili ni la urithi. Nililipata kutoka kwenye mirathi ya Hezekia. Eneo hili tulilifanyia shauri baada ya babu mdogo kuliingilia na kusema ni la kwake. Tukaenda baraza la ardhi la kata ya Malula. Baraza likasikiliza hilo shauri, na hilo shauri baraza lilikusanya ushahidi wa pande zote mbili, wakiweka wazee wa boma, majirani wa eneo pamoja na washule wa ukoo. Na baada ya ushahidi wa pande zote mbili, baraza la kata la Malula lilifika kwenye eneo la tukio, kwenye ile eneo la tukio hapa shambani, na wakaliangalia na wakafanya maamuzi. Walipoangalia ushahidi wa pande zote mbili, waligundua kwamba eneo ni mali ya Ndeshukurwa Hezekia aliyoachiwa na Hezekia Elia. Elisha, ambaye ni kijana mkubwa wa bibi huyu, naye ana ulemavu wa macho ambao walipata mwaka 2008. Baada ya kupewa eneo lake, Elisha aliamua kulima na kujenga nyumba ambayo sio ya kudumu, ili anapokuwa hapa shambani ahifadhie vitu mbalimbali. Tarehe 23 mwezi wa 2 mwaka huu, nyumba yake aliyoijenga eneo hili ilibomolewa na vijana 4 wa mzee Malaki. Lakini kwa mazingira niliporudi, na baada kwa mazingira yaliyoko hapa, jinsi tulipopakuta ndivyo palivyo. Sijui hivi vitu vingine umeviweka mahali gani? Okay. Unaweza ukaeleza sasa nani ambaye wamehusika katika kuvunja hii nyumba? Wewe uliona au mashuhuda walioona wanasema nani ambaye alihusika? Yani waliohusika
kuvunja hii nyumba ni baba zangu wadogo, wa babu mdogo. Mmoja anaitwa Ilipokea Malaki, wa pili anaitwa Shofshaeli Malaki, wa tatu anaitwa Danieli Malaki, wa nne anaitwa Ombeni Malaki. Na huu ni mwonekano wa nyumba iliyobomolewa, vitu vikizagaa na Elisha akiachwa bila makazi. Elisha anadai nyumba hii ilikuwa na vitu mbalimbali ambavyo vyote vilichukuliwa, na sasa amerudi kuishi na mama yake Ndeshikurwa. Baada ya kufanya kilimo cha mwaka jana chote, nimekusanya mazao yote hapa. Hapa nilikuwa ndani ya hii nyumba, kama unavyoona hili jengo lilivyo, lilikuwa lina room 3. Kuna room ilikuwa ya store, ambayo ilikuwa ni store ya kuhifadhi nafaka, ambayo nilikuwa nimeweka gunia 25 za maharage, soya ya njano, kolori. Nilikuwa nimeweka mahindi gunia 15. Nilikuwa nina maboga butternut, nilikuwa nimekusanya kwenye hiyo store ya nafaka kama kilo 3,500 ya butternut. Upande wa store ya nafaka ndivyo vitu vile vilivyokuwepo. Kwa upande wa store ya pembejeo, ilikuwa nina mbolea mifuko 6 ya DAP ya kuoteshea. Nilikuwa na mifuko 10 ya kukuzia ya urea. Nilikuwa na dawa chambua ya kupalilia maharage. Elisha mwenye umri wa miaka 53, mwenye uoni hafifu, sasa amepoteza kila kitu alichopigania katika shamba lake. Viongozi wa eneo hili pamoja na mashuhuda wanafahamu wahusika wa tukio hili. Jirani ya eneo hili anakaa mama mwenye ulemavu wa miguu ambaye alianza kuishi hapa tangu mwaka 1975. Yeye anaeleza aliyowashuhudia wakibomoa nyumba hii. Muda wa saa 6:30, saa 7. Saa 7 ndio ile tokeo lilitokea. Mimi nilikuwa ndani, ndio nikasikia wakikonga mbao. Kulikuwa na vitoto vidogo viwili hapa nje, nikawaita. Nikawaambia, kwa nini hiyo mnakonga? Kanaambia, bibi, sio sisi tunakonga, ni wale watu wako Malaki ndio wamekuja wanapomoa nyumba ya Soli. Sasa na mimi ndio nikashuka kwa mikono tu hapa, maana nilisikia roho yangu ikiumia. Nikashuka, nikajifuruta mpaka nikafika pale. Nikaangalia, nikaona watu 4. Kuna Swai, kuna Ombeni, kuna Shorsaeli na Danieli. Walikuwa wanapepa nyundo na msumeno. Ndio nilikiona. Na wakaanza kugonga nyumba, wakaanza kukata sasa. Sasa kwa vile mimi niko chini sana, siwezi hata kusimama. Kakuta sasa nipaki hapa tu nyamazi niwaangalie. Mama huyu anadai aliogopa kupiga kelele licha ya kuona uovu huo kwa kuhofia usalama wake. Nikataka kupika yowe, nikakuta wale watu wana kero sana na mimi. Maana ni muda mwingi wamefanya vita na mimi. Na hata na mtoto wangu amemkata na panga hapa kwa ajili ya hizo kero zao. Sasa mimi nikaona nyamaze tu. Maana Mungu amenisaidia, nimeona nyamaze tu na hicho nilichokiona. Wakakata ile nyumba mpaka ikaanguka hapo chini. Sasa wakaanza kubeba vitu wakaenda napo. Sheria ya ardhi namba 4 ya mwaka 1999 kifungu cha 161 kinaelezea juu ya haki ya mke katika kurithi ardhi ya mumewe. Lakini kwa Ndeshikurwa hali ni tofauti.
Siku 7 kabla ya tukio hili, yaani tarehe 16 mwezi wa pili, vijana 4 walifika nyumbani kwa balozi wa nyumba 10 katika eneo hili. Vijana hawa walidai kuna jambo wanataka kutekeleza, kwa hiyo wanampa taarifa balozi wa eneo hili. Balozi anawataja watu waliofika nyumbani kwake na kueleza kutekeleza uhalifu huo. Mimi ndo balozi wa nyumba 10 hapa. Mnamo tarehe 16 na Danieli Ombeni Malaki na Shorsaeli na Elipokea walikuja kwangu nyumbani kabisa kunipa taarifa kwamba kuna tukio litafanyika hapa. Nikataka kujua kwa kina tukio gani, kwa sababu mimi ndo balozi wa hapa. Akaniambia kuna nyumba tunataka zibomoe, tunaanzia nyumba ya huyo bwana Elisha. Nikisha nafuatilia kuna nyumba ya bibi hapo anaitwa Lendingbafinya, na kisha maliza kuna nyingine pale juu yenye makaburi pale, ndo watamaliza. Kwamba kuna sheria na wakati wa kubomoa lazima hivyo vitu vinaenda kwa sheria. Ni sheria gani inaruhusu hizo nyumba zibomolewe? Anaambia sisi tumeleta taarifa kwako kama balozi kwa sababu kwamba kuna tukio litafanyika. Anaambia lakini si kweli. Kama ni tukio lazima kijiji kijue na hata kata ijue, lazima wajue, na mwenyekiti wangu akijua, utongoji ajue, na mimi nijue kwa kina. Anaambia sisi hatuna maneno mengi, ni taarifa tumeleta kwako kama balozi. Migogoro ya ardhi nchini Tanzania imekuwa sugu. Mwaka huu 2025, serikali ya Tanzania ilizindua sera mpya ya ardhi ambayo inaondoa dhana potofu ya mwanamke kutokuweza kumiliki ardhi. Sura ya pili ya sera hiyo imekiri kuwa nchini Tanzania bado kuna tatizo la wanawake kukosa haki ya kumiliki ardhi kupitia urithi kutokana na kubaguliwa na baadhi ya mila na desturi. Wakati sera hii inazinduliwa na Rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, hapa Arume Leshikurwa ambaye ni mjane anakosa haki ya kumiliki ardhi aliyoachiwa na marehemu mume wake. Land Dwellers ilimtafuta katibu wa kijiji cha Malula ambaye alihudumu mwaka 1975 wakati ardhi hii inagawiwa. Mzee huyu alikuwa mhusika wa kujua kila eneo la mtu wakati wa operesheni ya vijiji mwaka 1975. Katibu wa kwanza wa 5 na SP kwenye kijiji hiki cha Malula. Lakini mwaka huu wa 75 tulifanya operation vijiji katika nchi nzima. Kwa hiyo katika eneo hili tuliko sasa hivi ni eneo la Elia Longosua Isanja na familia yake, na ukiangalia upande wa chini amepakana na mdogo wake anayeitwa Malaki Longosua Isanja. Lakini chini ya Malaki Longosua Isanja kuna mzee Kunia Nyerere Masari ambaye ni baba yangu. Eneo hili tulipima ambalo watu hawa wapo hapo kuanzia pale palipovunjwa nyumba hadi juu kuna plot kama 5. Nazo ziko kwenye eneo la mzee Elia Longosua Isanja. Kwa hiyo eneo hili 75 mpaka leo ni miaka mingi na halijawahi kufanywa furugu yoyote wala mabadiliko yoyote. Mwenyekiti wa kitongoji Charles William Kaya anasema anafahamu kuwa licha ya migogoro hiyo kuwepo,
lakini shamba lenye mgogoro kwa sasa ni mali halali ya Ndeshukurwa. Huyu mama amekuwa na mgogoro mwingi sana, amekuwa anasumbuliwa sana kwa muda mrefu, yaani takribani kama miaka 10 hivi au 8. Kwa kweli amekuwa anasumbuliwa sana na mzee Malaki na familia yake. Imekuwa inamtesa sana, usumbufu wa mara kwa mara. Mali nyingi amezipoteza kutokana na hii ishu ya shamba, na shamba hili alipewa na marehemu Ezekia, ni ambaye ndiye marehemu. Baada ya hapo basi ndio mama, kwa kuwa mama ndiye namba 2, akawa yeye ndiye mmiliki wa eneo. Ikawa sasa na yeye huyu mama amewagawia wanufaika wake, lakini bado usumbufu ukawa unaendelea. Lakini isitoshe pia katika usumbufu huo alienda kwenye vyombo vya sheria, lakini kila anapokwenda kwenye vyombo vya sheria, mama Ezekia ambaye anaitwa Ngasohori au Ndeshukurwa, kila mara yeye ndiye anapewa haki kutokana na yeye ndiye mmiliki halali. Sasa amekuwa na usumbufu sana na mali nyingi sana zinapotelea njiani. Kwa hiyo mimi ningeshauri kwamba asaidiwe. Wakazi wa eneo hili wanasema migogoro ya ardhi imekuwa sugu katika eneo lao, na wanaomba serikali iweze kutatua migogoro hii. Nimekaa hapa kwa zaidi ya miaka 40-50 sasa, na swala la operation ilikuwa ni kuondoa watu mabondeni na kuwaleta katika maeneo ya mlimani. Kwa hiyo eneo hili lote utakuta kwamba ni mkondo wa milima mpaka uteremke chini kwa Mzee Ikunia. Na leo nikiwa hapa, nilipokuwa naambiwa kwamba nyumba imebomolewa, nilifikiri liko kwenye eneo la Malaki, kumbe liko kwenye eneo la Elia. Labda tuiombe serikali tufanye msisitizo kwamba baada ya sheria ya operation vijiji ya 75-76 iendelee kuheshimiwa kama Mwalimu alivyokuwepo. Na hao viongozi wa nchi walioko sasa hivi waelewe kwamba tunu ya operation ilikuwa ni ya Chama cha Mapinduzi wakati ule. So hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuvunja utaratibu huu, labda kwa kutumia taratibu zingine. Nashukuru kwa kusikiliza. Kwa wafanye nini? Mimi naiomba serikali ya Mama Samia na mkuu wa mkoa wa Makonda watu waangalie kwa macho ya huruma. Sisi kama watu ambao tumesuko na migogoro ile shamba tumechoka. Naiomba kwanza serikali muangalie mama alivyokuwa na maumivu miguuni na kijana wake mlemavu wa macho. Serikali iangalie kwa jicho la pili kwamba liwe mwanzo na mwisho, wasisumbuliwe tena. Wakiendelea kusumbuliwa hivi, mwisho wa mwisho tutawakuta njiani wameshafia njiani kwa sababu hawana nguvu. Kwamba mkuu wa mkoa Makonda amsaidie huyu mama pamoja na hii familia, ni pamoja na hao walioko ndani ya operation vijiji wasaidike na wao, na ikiwezekana ili swala lifike moja kwa moja kwa Samia, ili ajue kwamba kuna watu walioko huku vichakani wananyanyaswa na watu wenye mali zao, wenye nguvu zao, wanawanyanyasa wale wadogo, kuwakandamiza. Ndeshukurwa anawakilisha kundi la wanawake maelfu nchini Tanzania ambao wanakosa haki ya kumiliki ardhi kutokana na mila nchini Tanzania. Sauti ya Ndeshukurwa inahitaji msaada. Nataka kufanya ile namna ya kufika mpaka kwenye tukio siku hiyo, alafu tena unakuta tena kesho yake tena nikaripoti, kwa sababu pia haifai kuacha bila kuripoti kwenye vituo vya usalama. Sasa tena iwe ni kesi kufuatilia, na huku si tu umri, lakini pamoja tena na maumivu nilio nayo ya muda mrefu. Ninaomba muangalie ni jinsi gani nisaidiwe, kwa sababu unakuta mambo yamekuwa ya kujirudia. Nimeshinda nilipowekwa lock up kwamba nimeingia jinai, ile mahakama ya mwanzo Mungu alisaidia nikafahamishwa kwamba ilipaswa miradhi, na kweli nilifungua miradhi.
na kwenye ile mirathi nilipochaguliwa, nimejitahidi, nimegawanya ile sehemu kwa watoto na nimemaliza. Pia kwenye baraza la kata huko nako nilijitahidi na Mungu akasaidia. Kama ni washili walipitia jambo lile, waliangalia wote, haki ile nikapata. Lakini pia hawaridhiki, bado unakuta siku kwa siku makesi yanainuka upya kila siku. Kwa hiyo ninaomba mnisaidie, kwa sababu hata kwa mwaka huu tu wa 2024 kwenye mwezi wa 8 pia ilikuwepo kesi nyingine tu, ni jinai tu hivyo, lakini ni ndani ya lile eneo na Mungu akasaidia pia. Yule kijana akashinda, na ilikuwa inamfuata huyu kijana. Pili, sasa hii nyingine ndio hiyo imeinuka, ni kwenye lile eneo, na ndio hii ambayo amefungwa, na wakufuatilia ni mimi nikiwa mzee hivi na nikiwa nimechoka hivi. Ninaomba jamani, mlitazame jambo hili, kwa sababu ninachoka sana, na unakuta kwa jinsi ambavyo mwili wangu umechoka na unaumwa, sina wepesi ule hata wa kufuatilia. Lakini pia yale hatua zile ambazo zilipaswa nipitie nilijaribu. Kwa hiyo naomba mnisaidie.